Kata ya Zajiro iliyopo wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma ni moja kati ya kata 209 za mkoani humo ambayo viongozi na wananchi wake wameshiriki kikamilifu siku ya Samia au Samia Day kama inavyotamkwa kwa kimombo, ambapo mengi yaliyotekelezwa kwa ajili ya wananchi yametajwa. Farida Ramadhani ni diwani wa kata hiyo. Ndugu zangu, Samia hana deni na sisi. Sisi tuna deni na Samia. Mnalijua hilo? Naomba niseme kwa uchache. Mimi nimekuwa diwani kwa vipindi viwili, lakini kazi ambayo ameweza kuifanya mama huyu ninampongeza sana. Taarifa imejieleza. Nadhani mtendaji alisema alipofika hapa hakukuta chochote, japokuwa kilikuwepo sio kivile, lakini kwa miaka 5 ya mama huyu mambo mengi yamefanyika. Jamani, asiye na masikio basi macho yaone. Yamesemwa mengi. Shule ya sekondari hatukuwa nayo, na hatukupitisha vibakuli kwa ajili ya kuchangisha. Mama huyu alipoingia madarakani alishusha pesa kama mvua, milioni 470, sio pesa ndogo. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa kata hiyo ya Zajirwa, Gele Tamba ambaye ni afisa mtendaji wa kata amebainisha haya. Mgeni rasmi, jumla ndogo ya fedha tulizopokea kwa kipindi cha miaka 4 kwa upande wa elimu sekondari kwa kata ya Zajirwa ni shilingi milioni 715,000. Tupige makofi kwa Dr. Samia Suluhu. Kwa upande wa afya hakukuwa na shughuli ya ujenzi wa miundombinu, bali tumeweza kufanikiwa kupata watumishi. Tumepata sio moja zahanati ya Zajirwa, zahanati ya clinic officer, zahanati ya Zajirwa pamoja na Gwandi. Kwa upande wa barabara, naomba niwasilishe wananchi wa Zajirwa waweze kusikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa barabara kuna baadhi ya barabara zilikuwa hazipitiki kabla ya 2021 na kuendelea, lakini tumeweza kufanikiwa kupokea barabara imeweza kuboreshwa 2023, barabara kutoka Zajirwa hadi kijiji cha Umoja kata ya Segara kilomita 30 kwa kiwango cha changarawe kwa takribani gharama shilingi milioni 433,510 na shilingi 280. Barabara hii ya kwenda Izava, na hiyo kazi imekamilika na njia inapitika. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia 2022 barabara iliboreshwa, barabara kutoka kata ya Haneti hadi kata ya Zajirwa kwa kilomita 20 pamoja na ujenzi wa daraja kubwa Ubwawani Gwandi kwa thamani ya shilingi milioni 499. Kazi hiyo imekamilika na wakazi wa kijiji cha Gwandi ni mashuhuda. Barabara hiyo hatukuwa hata na usafiri na sasa inapitika kwa masaa yote, kiangazi hata masika. Tupige makofi mengi kwa Dkt. Mheshimiwa mgeni rasmi, 2024 barabara iliweza kuboreshwa, barabara kutoka Segara hadi Zajirwa kwa kilomita 12 na barabara Haneti hadi Zajirwa kilomita 16 kwa kiwango cha changarawe pamoja na ujenzi wa karavati box zenye kipenyo cha milimita 900 na daraja ya mfuto kwa thamani ya shilingi milioni 147,467,000. Naomba tupige makofi mengi pia bila kuchoka. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kwa upande wa barabara tumeweza kupokea fedha ukarabati wa barabara kilomita 13 na mita 400
pamoja na utengenezaji wa box karavati 2 kutoka njia panda ya Itiso hadi Zajirwa kwa thamani ya shilingi milioni 207,826,000. Ni barabara hii tuliyoiona wanaosema wananchi wengi ni lami. Mgeni rasmi katika sherehe hizo ni Mwalimu Revocatus Malekela ambaye ni mkuu mpya wa shule ya sekondari ya kata hiyo. Nimesikia mliletoa milioni 470, si ndio? Lakini milioni 470 kama kungekuwa hakuna viongozi madhubuti, maana yake hizi pesa zote zingefanyaje? Leo hii tungekuja hapa kuongea habari ya kesi. Lakini leo hii tunakuja kuongea hapa pesa zimetolewa, shule zimejengwa. Pesa zimetolewa, umeme umeletwa. Nani kama Mama Samia? Nani kama Farida? Nani kama Deogratias Ndejembi? Sambamba na maelezo haya ya utekelezaji, nije kusema jambo la kwanza, kuhamasisha wananchi wa kata ya Zajirwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali. Jambo la pili, nimetumwa kuja kusema suala la utunzaji wa mazingira, hususani kupunguza matumizi ya nishati ya mkaa na kuni ili kuendelea kutunza mazingira yetu, kwa sababu wanasema mazingira ni afya. Katika taasisi zetu, katika ofisi zetu, tuhakikishe tunapanda miti vya kutosha. Imeagizwa kuja kuwaambia wananchi kuanza kutumia nishati mbadala. Sasa mtasema anatuambia tusitumie mkaa, anatuambia tusitumie kuni. Tutumie nini? Nishati mbadala. Sawa sawa? Nishati mbadala, tutumie gesi na njia nyingine, tusiharibu mazingira. Sambamba na hilo, nimetumwa nije niwashukuru kwa utunzaji wa miundombinu mbalimbali iliyoletwa na serikali. Kama ambavyo tumesikia, shule zimejengwa, nguzo za umeme zimewekwa. Sijasikia hata mara moja kwamba kuna mwananchi anaenda akanyofoa nguzo ya umeme. Utunzaji wa vitu tulivyopewa mmefanya vizuri sana. Mimi naitwa Francisco Avelino Ngoliga. Mimi ni mkazi wa hapa Zajirwa, kata ya Zajirwa. Lakini pia mimi ni mlemavu, nisiyeona. Kwa hiyo pamoja na kuwa na sioni, na isifia sana serikali yetu inavyotufanyia vizuri, kwamba imejitahidi kwenye kata yetu, imejitahidi mazingira imetuboreshea, hasa kwa upande wa elimu, maji na afya pia. Kwa majina yangu naitwa Paulo Lengolomu Sukoeti, ni mfugaji wa kijiji cha Zajirwa, kata ya Zajirwa, wilaya ya Chamwino, mkoa wa Dodoma. Kwa sisi kama wafugaji wa kijiji cha Zajirwa, tunashukuru serikali kwa sababu serikali imekuwa pamoja nasi. Kwa sababu kwa upande wa sisi wafugaji tumenufaika na josho. Tumeweza kupatiwa josho, kwa sasa hivi tunanufaika na josho. Kipindi cha nyuma tulikuwa hatuna josho, lakini kwa sasa tuna josho na tunaogesha ng'ombe zetu. Kwa hiyo tumepata msaada mkubwa sana ambayo tumeweza sasa kuletewa na serikali ya Samia. Tunashukuru sana mama yetu Samia kwa sababu amekuwa ipo karibu nasi. John Israel, Banda Media, Zajirwa, Chamwino, mkoani Dodoma.